Ni takribani kilomita 106 kutoka Arusha mjini, ambapo timu ya Oldonyo Media tumefunga safari kuelekea kijiji cha Oltukai kilichopo wilayani Monduli, kata ya Esilale. Lengo na dhamira yetu ni moja tu, kushuhudia hali halisi ya maisha ya wananchi wa kijiji cha Oltukai. Ni safari ya kutazama kwa macho jinsi kiu na mateso ya maji yalivyokuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya jamii hiyo ya kifugaji. Kijiji cha Oltukai kilikuwa kikitegemea bwawa dogo la mvua la Oltukai, bwawa ambalo lilikuwa mkombozi wa jamii hiyo, lakini leo bwawa hilo limekauka kabisa, likibaki shimo tupu lililopasuka kutokana na jua kali. Wanakijiji wamelazimika kuchimba mashimo ardhini ili kusubiri tone la maji hayo. Mbali na kuwa machache, ni machafu, yenye magadi na yasiyostahili kunywa. Kwa jina naitwa Ngonyukiengwa Nene, ni mkazi wa kijiji cha Oltukai. Changamoto tulionayo ni maji. Bwawa limekauka, tunategemea visima. Maji tunategemea visima na ng'ombe pia wanategemea visima. Na kingine maji ni yana chumvi. Hayo changamoto kubwa tulionayo ni maji. Maji ni ya chumvi. Kwa binadamu watu wanaweza wakadumbukia watoto wadogo. Kwa hiyo natupa kazi kulinda mpaka usiku, mifugo zinadumbukia. Kwa hiyo hatuwezi kuacha mpaka usiku ndio tunaacha wakati watu hawapo tena. Katika kijiji cha Oltukai tuliwahi kuletewa maji ya kuchuja maji, lakini imeharibika. Na maji tulioletewa ilikuwa inatoka bwawani kwenda kwenye tenki. Na ile tenki zimeharibika, maji imeisha bwawani, kwa hiyo hamna tena maji. Maji hayo machafu yamegeuka sumu kwa watoto wadogo, wakipatwa na maradhi mbalimbali, huku wananchi hao wakisema kuwa wanatumia maji hayo kwa matumizi ya kunywa na kupikia, kwa sababu hakuna namna ya kufanya. Licha ya kuwa wanajua hayo sio maji masafi hata kidogo, mifugo ambayo ndio uti wa mgongo wa jamii ya Oltukai nayo imekuwa miongoni mwa waathirika wakubwa wa maji hayo. Wanalazimika kunywa maji yale yale yenye magadi, wakidhoofika na hata kufa. Na kwa jamii hiyo ambayo ni ya kifugaji, kifo cha mnyama ni sawa na kupoteza chakula, kipato na hadhi ya kifamilia. Tunakunywa sisi mmoja na mifugo, naona hata mifugo wengine hawana afya kutokana na hii maji. Hayo maji ndio tunatumia kunywa, hayo maji ndio wanatumia pia mifugo kunywa. Kwa hiyo maji machafu sana, hairithi kwa mazingira ya binadamu. Naambia labda kama kuna uwezekano wa kutupendea hii bwawa letu kama unavyoona, maana kuna kipindi ilichimba lakini naona imeziba tena. Hatusaidia hata kuvuta mabomba ya maji, sio mbaya. Tunashukuru sana serikali. Inawezekana serikali watuangalie kwa jicho la tatu, watuletee maji masafi ya kunywa. Maana tunateseka kweli. Sasa kwenye watoto, unaweza kuona mtoto ana afya lakini ile maji bado inaanza. Kwa hiyo tunaomba tu serikali ikiwezekana tumbie bwawa letu ili au labda ituvutie maji ya kunywa. Lakini licha ya yote hayo, mwenyekiti wa kijiji hicho ameonyesha jitihada za hali ya juu ya kuwapigania wananchi wake, akiwapa moyo na kuwatia nguvu katika hali ngumu ya maisha wanayopitia wananchi wake. Hii ni safari iliyojaa mateso ya kuchimba mashimo na kutumia maji yasiyo salama kutokana na hali duni ya kijiji cha Oltukai, lakini kupitia viongozi wao wanapata faraja ya kufika tamati ya mateso hayo. Kwa majina naitwa Ronda Filusu, ni mwenyekiti wa kijiji cha Oltukai. Ni kama unavyoona hali ya kiangazi hapa kijijini kwetu ni kubwa mno, mateso ya maji mengi mno. Sababu bwawa letu kama unavyoliona limekauka toka mwezi wa 7 limeanza kukauka. Watu wanafanya kudoea maji pembenizoni mwa bwawa, chimba mavisima au shimo za maji, mifugo wapate na hata watu wenyewe wapate maji ya kunywa. Na ukijaribu kuangalia maji yenyewe yana chumvi kwa asilimia kubwa. Hivi tunavyosema, kuna baadhi ya watu wanaharisha kwa sababu ya hii maji. Nafikaga mahali miezi kama hizi za kiangazi kisha kisiri sana, kinakuwa kama vile ina chumvi mingi, watoto wanaharisha. Kwa hiyo jumla hali sio nzuri sana kuhusu masuala ya maji kijijini.
Na jitihada nyingi zinafanyika. Cha kwanza, kwa sababu kijiji kilishafanywa utafiti muda mrefu, ardhi yetu ikaonyesha kwamba ina maji ya chumvi mno. Kwa hiyo kwenye kuchimba maji kwenye visima isingewezekana, kwa sababu maji yako karibu, ni mengi tu, lakini hafai kutumia kwa sababu ya chumvi. Ina chumvi na magadi mengi. Lakini hatua nyingine tuliofanya ni kujaribu kuangalia taasisi muhimu kama zahanati na shule kuvuna maji ya mvua. Ninachoomba serikali yangu ya wilaya, ya mkoa na taifa kwa ujumla ituangalie sisi kijiji cha Oltukai. Hali ya ukame ni mbaya mno huko kijijini. Ni mbaya. Hali ndio hivyo kama unavyoona. Watu wanadoea maji. Maji yenyewe yanayopatikana yana chumvi kwa asilimia kubwa. Kitu ambayo ukimleta daktari kwa pima ya maji atakushauri usiyatumie, lakini kwa shida ambayo wananchi wanayo bado wanayatumia. Kwa hiyo ninachoomba serikali yangu yetu ya Tanzania na wilaya ituangalie kuhusu masuala ya maji. Tuna ukame mbaya sana. Kila mwaka tunapitia kiangazi kigumu mno kwa sababu ya bwawa hili kulikauka. Kwa hiyo tuangalie litakapowezekana, kama kulikarabati bwawa lenyewe ili tuweze kupata maji safi, au tusaidiwe maji safi na salama ipatikane kijijini. Timu ya Oldonyo Media pia haikuishia kijijini hapo. Tulitamani pia kusikia kauli ya serikali juu ya changamoto hiyo ya wananchi wa Oltukai, ambapo tunakutana na meneja wa RUWASA wilaya Monduli, mhandisi Neville Msaki, ambaye amesema serikali kwa sasa imetenga zaidi ya milioni 800 kutoa maji kwenye chanzo cha Esilalei kupeleka kijiji cha Oltukai, na mradi huo unaendelea. Kijiji cha Oltukai tunatambua na chenyewe kina changamoto ya maji. Sisi kama serikali RUWASA kwa kushirikiana na wadau wa Michigan State University ya Marekani tunaendelea kupatia kijiji hicho huduma ya maji. Sasa hivi tuna mradi wa kiasi cha shilingi milioni 890 ambao unaendelea kwa kupitia chanzo cha Esilalei, ambapo mpaka sasa hivi tumeshajenga mtandao wa bomba kilomita 4.5, ujenzi wa tenki la usambazaji ambao tumelijenga eneo la Kanjiro, ambapo tunategemea kulaza bomba zenye urefu wa kilomita 18 hadi kufika Oltukai na kujenga vituo 6 vya kuchota maji. Oltukai ni taswira halisi ya changamoto kubwa inayokumba vijiji vingi katika wilaya ya Monduli. Changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama. Ni kilio cha mama, ni machozi ya mtoto, ni huzuni ya kila familia. Huku sote tukitambua kuwa maji ni uhai. Lakini je, uhai huu utawafikia lini wananchi wa Oltukai? Hii ni Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Oldonyo Media. Habari karibu nawe.